Mpenzi mtazamaji, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu na asifiwe. Ni matumaini yangu ya kwamba ulikuwa na weekend ya baraka na pia ulikuwa na usiku wa baraka tele tele. Asubuhi ya leo ninakukaribisha katika kipindi cha manyunyu ya baraka, kipindi ambacho hutubariki, maana huwa tunaletewa neno la Mwenyezi Mungu na pia kuombewa ili siku yetu ikawe ni ya baraka na kazi za mikono yetu zikawe pia ni za baraka na zikakuwe ni zile ambazo hata wengine wakiziona wanasema kwamba kweli kazi ya mikono yetu imebarikiwa, maana hiyo ndio ahadi ya Mwenyezi Mungu. Basi kwa asubuhi ya leo, karibu sana tuandamane pamoja. Mtumishi wa Mwenyezi Mungu yule ambaye tunaanza naye leo ni Reverend Francis Namu kutoka kanisa la ABC Madingau Yata Pastorate Machakos Sub-Headquarters. Mimi hapa ni Pastor Lucy Michael nikikwambia kwamba kwa siku ya leo karibu, na pia siku zote za wiki karibu sana, na uendelee kufuatilia hiki kipindi cha manyunyu ya baraka, maana kiko na wingi wa baraka. Ndugu mpendwa mtazamaji, ningependa kuchukua nafasi hii ni kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ujambo na karibu kwenye neno la Mungu la siku ya leo. Na kabla sijaendelea, ningekuomba ili tukaweze kuanza kwa maombi. Tuombe pamoja. Mtakatifu, mtakatifu uishiye milele, tunakushukuru, tunakuabudu, tunahimidi jina lako, ni kwa sababu wewe ni Mungu wetu na hatuna Mungu mwingine. Wakati huu ambapo umetupa nafasi ya kusoma neno lako, tunajikabidhi mikononi mwako ili kwa uwezo na nguvu za Roho Mtakatifu akaweze kututumia kama chombo na akaweze kutufunulia yote. Endelea kuwa pamoja nazi mpaka tumalize. Katika jina kuu la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu nimeomba. Amina. Ndugu mpendwa mtazamaji, ningependa tukaweze kusoma neno la Mungu asubuhi ya leo, tukijua huu ni wakati ambao kwa Wakristo ni wakati mzuri wa kutafakari mambo ya Ukristo wao, na ni wakati ambao tunauita wa Lent ama Kwaresima, yaani mfungo, kwa sababu tunajua tunaelekea wapi. Na kwa sababu tutakuwa tukifunua mengi na kujifunza mengi, ningekusihi tukaweze kusoma neno la Mungu asubuhi ya leo. Na tutaanza kwa kusoma Luka mtakatifu mlango wa 13, tuanzie mstari huo wa 5, tuanzie mstari wa kwanza hadi wa 5 samahani, na tutaendelea vizuri. Tusome. Na wakati huo huo walikuwapo watu waliompasha habari ya Wagalilaya wale ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Akawajibu akawaambia, je, mwadhani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wote hata wakapatwa na mambo hayo? Nawaambia sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Au wale 18 walioangukiwa na mnara huko Siloamu ukawaua, mwadhani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu? Na waambia sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji, nataka nianze kwa kusema ya kwamba wakati huu ndio wakati mzuri wa kuomba. Na wakati ukiwa ni mzuri wa kuomba, maombi huambatana na mambo muhimu. Na leo ningependa tujifunze kutubu dhambi zetu kila wakati. Huu ndio wakati wa kunyenyekea kwenye kiti cha enzi, kwa kujitoa moyo wako
Na kwa sababu tunaishi katika dunia na ulimwengu uliojaa maovu, tunaweza kukosa kwa njia hii ama njia nyingine. Mara nyingi huwa tunafikiria vibaya, mara nyingi huwa tunanena mambo mabaya, na pia tunaweza tukatenda maovu. Kwa hivyo wakati huu mzuri, wakati huu wa maombi, ni wakati wa kunjongea kwenye kiti cha enzi, na kila mara asubuhi, usiku, kila mara mahali tulipo, ni wakati wa kunyenyekea na kuomba na tukitubu dhambi zetu. Kwa sababu tunafaa kuwa watu ambao wamejawa na usafi na utakatifu. Kwa hivyo ndipo Yesu alikuwa anaongea maneno kama haya akiwa na wanafunzi wake na makutano. Akawaeleza jinsi Pilato alivyowatumia vibaya Wagalilaya hawa, na si kwamba ati walikuwa ni wambaya zaidi kuliko wale wengine, ama walifanyiwa hivyo kwa sababu walitenda dhambi. Hapana. Tunajua ya kwamba tukiwa hapa ulimwenguni kuna mambo mengi ambayo yanaweza yakatupata, mambo ambayo ni changamoto za dunia, na si kwamba tunapatwa na changamoto kwa ajili ya kutenda maovu. Wala hayo ni mambo tu ya kawaida ya ulimwengu huu. Wale ambao ni watenda dhambi wanaweza tu wakapatwa na changamoto. Wale ambao hawajatenda dhambi wanaweza wakakumbana na mambo magumu na changamoto za dunia. Lakini kila mara ni wakati mzuri wa kujiweka mikononi mwa Mungu kwa kutubu, kumuita Mungu, tumwambie Mungu tuhurumie. Sisi ni wakosaji na kila mara tunakutendea mambo ambayo hayafai. Kwa sababu tukiwa katika ulimwengu huu tunafikiria yale ambayo tunayoyataka, tunatenda mambo kulingana na mapenzi yetu, lakini hayo sio mapenzi ya Mungu. Na wakati kama huo tunaweza kuenda kando na mapenzi ya Mungu. Wakati huu ndio wakati mzuri wa kila Mkristo kunyenyekea mbele za Mungu na kuomba msamaha, kutubu, kuondoa dhambi zetu, ili damu ya Yesu Kristo ikaweze kuwa na nafasi ya kutusafi. Tuwe watu ambao ni watu wa kuhitajika na wa kutegemewa na kutarajiwa na Mungu. Mtazamaji, sijui asubuhi ya leo umeamka. Najua ungeweza kuwa umepatwa na changamoto nyingi za ulimwengu na ukaanza kufikiria, kwa nini Mungu ameniacha? Kwani mimi nimetenda nini? Kama wale wa Galilaya, kwa nini mambo yameniendea hivyo? Kwa nini mambo yamenichanganya? Usione kama ama usianze kujilaumu, useme hayo mambo yanakupata kwa ajili ya kutenda dhambi. Hayo ni mambo tu ambayo tukiwa hapa ulimwenguni yanaweza yakatupata wakati wowote. Lakini jambo muhimu na jambo la maana wakati kama huu ni wakati wa kumwomba Mungu aweze kutusamehe na kutusafi dhambi zetu. Weka moyo wako ukiwa safi. Unapoamka unaomba msamaha ili Mungu aweze kuchukua nafasi ya kukuongoza. Achilia maisha yako, mpe Mungu, mwambie Mungu, mimi tumwambie sisi ni wenye dhambi. Sisi kila mara tunatenda mambo ambayo hayakupendezi. Wakati tunafikiria mabaya. Wakati ambapo tunatembea, tunaona na tunawaza mambo ambayo hayakupendezi. Na kwa sababu ya upendo wako, sisi ni wenye dhambi. Wakati huu ni wakati hata wa kufanya kila jambo kuonyesha ya kwamba wewe umetubu. Usijaribu kukaa tu hivi. Huu ni wakati mzuri wa kutubu. Mtazamaji, japo kuwa umejipanga kufanya kazi za siku ya leo, nataka nikusihi ukaweze kutubu. Na kila mara unapotoka kwa nyumba yako, kila mara unapoingia kazini, kila mara unapotembea kila mahali, nyenyekea kwenye kiti cha enzi. Ambia Mungu, mimi hakika sifai mbele zako. Mimi ni mtu wa kuhurumiwa. Kwa sababu ninapoinuka, ninapojaribu kutenda jambo,
ninatenda kinyume na mapenzi yako. Na kwa sababu wewe una upendo mwingi, ulitupa mwanawe Yesu Kristo ili aweze kutuongoza na aweze kutusafisha kwa damu yake, na tuweze kuwa safi na watu ambao wanaweza kukubalika na wewe. Mungu, mimi ni mwenye dhambi. Mimi ninakuita ukaweze kuingia ndani ya moyo wangu. Sifanyi chochote bila wewe, kwa sababu nikifanya kwa nguvu zangu na uwezo wangu, ninafanya mambo ambayo hayakupendezi. Mtazamaji, ni wakati wa kumulilia Mungu. Ni wakati wa kumuita Mungu. Ni wakati wa kuangalia mambo yako, jinsi unavyoenenda mbele za Mungu. Ni wakati wa kuangalia kabisa Ukristo wako. Ni wakati wa kunyenyekea kabisa, kujitoa, Mungu aweze kutuhurumia. Kwa hivyo mtazamaji, ningependa kukukumbusha ya kwamba tuko katika wakati mzuri, na huu ndio wakati wa kuanguka machoni pa Bwana, wa kunyenyekea kwenye kiti cha enzi, wakati wa kutubu kila mara, kujiona sisi ni wenye dhambi, kwa sababu hakuna chochote tunaweza kufanya kinachoweza kumpendeza Mungu. Kwa hivyo mtazamaji, mambo kama hayo yafikirie, endelea na kuyatia moyoni mwako, na kutoka leo mpaka wakati tutafika siku ya Pasaka na kuendelea, ni wakati wa kutubu, ni wakati wa kunyenyekea, ni wakati wa kujishusha chini kwenye kiti cha enzi. Tutubu, na Bwana mwenye rehema, mwenye upendo ataweza kutusamehe dhambi zetu, na tukiwa tumesamehewa tutakuwa watu wa kuhesabiwa haki. Na Bwana na alibariki neno lake. Amina. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru, tunakuhimidi kwa ajili ya nafasi hii, na kwa sababu neno lako limetufundisha vizuri namna ya kutubu hata wakati tuko katika majaribu. Mungu ukaweze kutusaidia kwa nguvu za Roho Mtakatifu, akaweze kutuongoza na kutufundisha, na ni katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba. Amina. Usichelewe kubadilika leo, maana leo ndiyo siku muhimu, na pia ndio ile siku ambayo unafaa kufanya uamuzi sahihi. Kufanya uamuzi kuna ustahili. Hilo fundisho ninaamini kwamba limeweza na kukubariki, maana pale tumeweza kujua kwamba hakuna haja ya kuhukumu, maana hufai kuhukumu wale wengine. Maana sisi kama binadamu, wakati mwingine, wakati ambapo watu wameweza na kupatwa na mambo ghafla, wakati ambapo watu wameweza na kupatana na mambaya, hata wengine manjaribu, watu wengi huinuka na kuanza kuhukumu na kuona kama wamekosea mbele za Mwenyezi Mungu, ni kama hawa ni wenye dhambi. Hawa imaanishi kwamba wakati ambapo mtu fulani ameweza na kupatwa na jambo fulani, haimaanishi yeye ni mbaya, ama haimaanishi yeye kwake ameweza na kutenda dhambi, na imaanishi kuwa wewe ni mzuri kumuliko. So hakuna haja ya kuhukumu. Ni kama vile ambavyo tumeweza na kuona kifo wakati ambapo kinatokea. Unaona wengine wanaanza tu kuongea tu maneno mengi tu, lakini ni kweli wakati ambapo mambo yametokea, sio kwa sababu mtu ameweza na kukosea ama kutenda dhambi. Inaweza kuwa hata kunjaribiwa tu, na wewe unaanza kumhukumu. Tuache kuhukumu na wale wengine. Tutubu, maana tutubu sisi binafsi, tubu wewe mwenyewe. Maana hata wewe ni mkosaji, hata mimi ni mkosaji. So tubu wewe binafsi kila wakati. Na pia maisha ni mafupi na yana uhakika. Kifo kinaweza tokea tu ghafla, na hivyo ni muhimu kuwa tayari kiroho kila wakati. Tuwe tumejiandaa. Hujui kesho kutakuwa namna gani?
So kama maisha ya kujipanga, ukijua kwamba wakati wowote, maana sisi hatujui saa, hatujui hata hatujui kesho kutakuwa namna gani. So tukue ni kusema kwamba tuwe tayari kiroho. Na pia toba ni haraka. Sio kukawia, usichelewe kubadilika. Usichelewe kufanya toba. Ujue kwamba leo ndo ile siku. Kama si sasa, ni sasa hivi. Panga mpango. Yaani wa kuweza na kuweka uamuzi sahihi. Na Roho Mtakatifu akatusaidie. Kama hukuweza na kuchukua jukumu la kumtafuta Yesu Kristo wakati kama huu wa Kwaresma, maana siku ni kama tu zimefika. Maana next week hiyo Friday tutakuwa pale. Tunasema kwamba ni Good Friday. Yesu ameweza na kuamba msalabani ni kwa sababu yetu. Fanya uamuzi sahihi. Wakati ni sasa. Yesu alikufa msalabani kwa sababu yako, kwa sababu yangu. Ninaamini hayo yote ambayo tumeweza na kujifundisha siku ya leo, utaweza na kuyashika, utaweza na kuyatia maanani ili yakawe ni ya msaada kwako. Tupatane hapo saa 3:30 usiku, tukaweza na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Bye bye.